Habarini wapenzi watazamaji wa Haswa TV, aliye mbele yenu ni diwani mteule wa kata ya Ndagoni. Leo tuna habari fupi ya kuzungumza naye ya masikitiko katika kata yake baada ya kutokea kwa changamoto moja ya boko kumjeruhi binadamu. Karibu. Nashukuru ndugu mwandishi wa habari wa Haswa TV. Kwa majina naitwa Halifa Abdamani Jongo, ni diwani mteule wa kata ya Ndagoni. Kama tunavyojua Ndagoni, kata ya Ndagoni imeundwa na vijiji vitatu. Vijiji hivyo Chunguruma, Ndagoni yenyewe pamoja na kata ya Ndagoni. Lakini mazingira ya kata ya Ndagoni ni sehemu nyingi ina mabwawa makubwa. Yale mabwawa makubwa ambayo yanasababisha kukaa wanyama waitwao boko. Kwa hiyo ukenda Chunguruma au boko wapo, ukenda Ndagoni boko wapo, na ukenda Gonge boko wapo. Jana majira ya saa 4 usiku kuna ndugu yetu anaitwa Ahmadi Kindamba alikuwa anatoka Chunguruma kufanya mahitaji ya chakula. Wakati anarudi nyumbani kwake kufika maeneo ya Biti Mtumbuka pale Matikitini, akakutana na boko wasiopungua 5. Akajificha ili kumpisha boko wa kwanza apite, baadaye akapita boko wa pili, na baadaye akapita boko wa 3, akamalizika boko wa 4. Yeye akajua wale boko wameisha. Hivyo sasa na yeye akaanza safari ya kupita. Kumbe hapo nyuma kulikuwa na boko mwingine alikuwa hajapita. Matokeo yake wakagumiana na yule boko, akamkimbiza, alijaribu kujitetea, akafika mpaka nyumbani, unaona kwa karibu na kwa Silima, unaona akaanguka. Alivyoanguka yule boko sasa akaanza kumshambulia binadamu yule. Na amemshambulia sehemu zaidi ya 3. Unaona kwanza amempiga jino kwenye mkono wa kushoto, akampiga jino tena kwenye mkono wa kulia, lakini pia akamwathiri na kichwani kidogo. Kwa hiyo basi hivi tunavyosema yule majeruhi tayari alichukuliwa akapelekwa zahanati pale ya Chunguruma, na ilivyoonekaniwa zahanati ya Chunguruma wao wameshindwa unaona cha kumfanya pale kwa kuwa alipoteza damu nyingi. Pale wakapiga simu hospitali ya wilaya ya Kilindoni, majira kama ya saa 3 kasoro ikaenda ambulensi kumchukua, na sasa hivi yupo hospitali ya Kilindoni kwa ajili ya uangalizi wa madaktari wa ngazi ya wilaya pale. Mimi kama diwani mteule wa kata ya Ndagoni nilikuwa naiomba serikali, kata ile ya Ndagoni ina changamoto ya hawa viboko, na hawakuanza leo kuathiri watu. Kunako mwaka 2003, unaona 2013, nafikiri mimi mwenyewe baba yangu pia alifariki, unaona kwa njia ya ajali ya boko pale Chunguruma. Aling'atwa na boko sehemu ya kichwa na sehemu ya kifua, na akaweza kupoteza maisha hapo. Lakini kutoka kipindi hiko unaona bado athari ya wanyama wale inaendelea. Wanatafuna ng'ombe wa watu, unaona lakini wanatafuna mazao ya watu. Lakini sasa kufikia jana tarehe 11 tayari wameathiri mtu mwinginewe kwa kiwango hiko. Lakini kata ile ya Ndagoni tunajua tuna shule ambazo kuna shule 3, na hizo shule saa nyingine watoto wanatakiwa wafike saa moja kasoro. Unaona kama wanatakiwa watoke saa 1 wafike saa 1 kasoro, ni lazima nyumbani watatoka si chini ya saa 12. Unaona saa 12 hali ya kutoka nyumbani kwenda huko, unaona mashuleni, ni lazima njiani kutakuwa bado kuna giza. Kwa hiyo nayo ni hatari kwa watoto wetu wadogo wale ambao wanaokwenda shule. Kwa hiyo tunatoa wito kwa serikali,
Tena tunatoa wito, sisi watu wa Ndagoni tunapitia kipindi kigumu juu ya mnyama huyu boko. Tunajua ni mali asili, lakini boko saizi Ndagoni ukichanganya boko Wagonge, boko wa Chunguruma na boko wa Ndagoni unaweza ukakuta si chini ya boko 100. Kwa hiyo kwa maeneo hayo kwa kuishi na hao boko 100 ni hali ngumu, si hali mzuri. Kwa tunatoa wito, tunaomba maombi yetu kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, endapo atapotengeneza baraza la mawaziri, tunamuomba waziri wa maliasili na utalii aje Ndagoni, afike aangalie madhara ya wananchi wanayopata haya ya boko. Lakini tunaomba kwa kipindi hiki ambacho maboko hawa wamechafukwa kwa ajili ya kutafuna watu, basi tunaomba serikali ituangalie, walete magame kwa ajili ya kuja kupunguza wale boko kupiga, ili mradi unaona hata maboko 3 4 wakipunguza wakipigwa, wengine watatia uoga, wananchi wataishi kwa amani. Leo hivi wananchi wa Ndagoni wote wanaishi kwa kutegemea bahari, na bahari mavuvi yake yapo ya aina mbili. Kuna wanaovua mchana, lakini wanaovua usiku. Wale wanaovua usiku wanapata changamoto, wanajenga hofu, watakwendaje baharini usiku, kwa sababu wanaogopa kupita njiani mule kwa ajili ya viboko usiku, wanaona watapoteza uhai wao. Kwa hiyo mpaka hivi tunaposema, wananchi wa kata ya Ndagoni wanaishi kwenye hofu, wanaishi kwenye wasiwasi, wanaishi kwenye woga, na hawajui hatima ya maisha yao yapo wapi kwa ajili ya wanyama hawa wakali ya boko ambao waliopo kwenye kata ile. Kwa tunaomba serikali muiangalie kata ya Ndagoni juu ya wanyama hawa waharibifu ambao wanaoathiri ng'ombe, lakini wanaathiri na binadamu. Kwa hiyo sasa hivi ishakuwa ni kwao ni kawaida kuzuru binadamu na kuzuru wanyama. Kwa tunachoomba serikali yetu, tunajua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mama mwenye huruma, ni mama mwenye utu. Hili atapolisikia, ninaamini atatuma tume kuja Ndagoni, kuja kuangalia changamoto hizi tunazopata, kwa pamoja kutupa ushauri jinsi gani wale boko tunaweza tukawatengenezea mazingira yaliyokuwa salama, ili wananchi waweze kuishi na wao kwenda na shughuli zao. Baada ya hapo kulizungumzia hilo, nitoe wito kwa watu wa Ndagoni, haswa wale ambao wenye kupata changamoto. Tunajua makulima mwaka jana watu wengi sana waliharibiwa mimea yao, ikiwemo mpunga, mahindi pamoja na mihogo. Lakini tunajua wananchi wa kata ya Ndagoni wapo walioathiriwa na ng'ombe wao kwa kung'atwa na boko mpaka kufa. Lakini tunajua wapo wananchi wa Ndagoni wamepoteza wazazi wao kwa ajili ya boko. Lakini na hata jana wananchi wa Ndagoni wamepata athari, unaona, ya mwezi wao kung'atwa na boko. Na hivyo tunavyosema mgonjwa yupo hospitali. Kwa hiyo kipindi hiki ambacho majanga haya yanatokea, tunatoa wito kwa wananchi wa Ndagoni kuwa na subira, kuwa na uvumilivu, kuwa na mshikamano, huku viongozi wao wakiwa wanahangaika kuhakikisha wanakwenda kutatua tatizo hili ambalo linawaathiri watu wa Ndagoni. Kwa hiyo niwaombe watu wa kata ya Ndagoni, kipindi hiki tusiweke taharuki, kipindi hiki sio cha kuongea maneno magumu, kipindi hiki si cha kusemana. Hiki ni kipindi cha kuangalia kwamba tatizo hili tunaenda kufanyaje na kuliondoa na au kulipunguza, ili mradi wananchi wa Ndagoni wawe salama salimini kwenye shughuli zao. Nashukuru sana. Asante.